Mtazamaji wa TNTV, karibu yafahamu matokeo ya timu ya Yanga na Azam pale zinapokutana tangu mwaka 2008 katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Oktoba 15 mwaka 2008, Azam FC akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-3 dhidi ya Yanga. Magoli ya Yanga yalifungwa na Boniface Ambani dakika 11, Boniface Ambani dakika 15 na Kastori Mumbara dakika 88. Aprili 8 mwaka 2009, Azam FC aliibuka na ushindi wa goli 3-2 akiwa ugenini, Yanga akiwa ni mwenyeji. Magoli ya Yanga yalifungwa na Boniface Ambani dakika 27, Boniface Ambani dakika 43, huku magoli ya Azam FC yakifungwa na Yaya Tumbo dakika 54 na 65 pamoja na Shabani Kisija dakika 60. Oktoba 17 mwaka 2009, timu hizi zilitoshana nguvu ya goli 1-1 huku Azam akiwa mwenyeji. Goli la Azam lilifungwa na John Bok dakika 60, huku goli la Yanga likifungwa na Moses Odhiambo dakika 41. Machi 7 mwaka 2010, Yanga aliibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Azam. Oktoba 24 mwaka 2010, timu hizi zilitoshana nguvu ya bila kufungana. Lakini pia Machi 30 mwaka 2011, Yanga aliibuka na ushindi wa goli 2-1, Azam akiwa ugenini. Wafungaji wa Yanga ni Jerison Tegete dakika 41 na dakika 68, lakini goli la Azam lilifungwa na John Boko dakika ya 4. Septemba 18 mwaka 2011, Azam FC aliibuka na ushindi akiwa nyumbani wa goli 1-0 dhidi ya Yanga, mfungaji akiwa ni John Boko dakika 20. Machi 10 mwaka 2012, Yanga akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-3 dhidi ya Azam FC. Wafungaji wa Azam akiwa ni John Boko dakika ya 6 na dakika 76 pamoja na Michael Boru dakika 54. Magoli ya Yanga yalifungwa na Hamisi Kiiza dakika 32. Kadi nyekundu pia ilitolewa kwa Yanga Sports Club. Novemba 4 mwaka 2012, Azam FC akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 2-0 dhidi ya Yanga. Wafungaji wa Yanga Didier Kavumbagu dakika ya 8 na Hamisi Kiiza dakika 69. Februari 23 mwaka 2013, Yanga akiwa nyumbani alishinda kwa goli 1-0 dhidi ya Azam, mfungaji wa Yanga akiwa ni Haruna Niyonzima dakika 32. Septemba 22 mwaka 2013, Azam FC akiwa nyumbani aliibuka na ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Yanga Sports Club. Magoli ya Azam yalifungwa na John Bok dakika ya kwanza, Kiplecheche dakika 69 kupitia penalty, Joseph Kimwaga dakika ya 90, huku magoli ya Yanga yakifungwa na Didier Kavumbagu dakika 48 na Hamisi Kiiza dakika 65. Machi 19 mwaka 2014, timu hizi zilitoshana nguvu kwa goli 1-1, mfungaji wa Yanga akiwa ni Didier Kavumbagu dakika 14 na Azam FC akiwa ni Kevin Friday dakika 83. Disemba 28 mwaka 2014, Yanga Sports Club alitoshana nguvu ya goli 2-2 na Azam FC, Yanga akiwa ni mwenyeji wa mchezo, na goli ya Yanga yalifungwa na Hamis Tambwe dakika ya 7 na Simon Msuva dakika 51. Azam FC magoli yake yalifungwa na Didier Kavumbagu dakika ya 5 na John Boko dakika ya 65. Mei 6 mwaka 2015, Azam FC akiwa nyumbani alishinda goli 2-1 dhidi ya Yanga. Wafungaji wa magoli ya Azam walikuwa ni Bryson Raphael dakika 14 na Agrey Morris dakika 85, huku goli pekee la Yanga likifungwa na Coutinho dakika 13. Oktoba 17 mwaka 2015, Yanga alitoshana nguvu na Azam FC kwa goli 1-1, ambapo goli la Yanga lilifungwa na Donald Ngoma na goli la Azam lilifungwa na Kiplecheche dakika 82. Machi 5 mwaka 2016, Azam FC alitoshana nguvu ya goli 2-2 na Yanga, wafungaji wa Azam akiwa ni John Bok, huku wafungaji wa magoli ya Yanga akiwa ni Juma Abdul na Donald Ngoma. Oktoba 16 mwaka 2016, Azam FC alitoshana nguvu na Yanga ya bila kufungana na Yanga Sports Club. Aprili mosi mwaka 2017, Yanga aliibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Azam FC, mfungaji wa Yanga akiwa ni Obrey Chirwa dakika 71. Januari 27 mwaka 2018, Azam FC akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-2, mfungaji wa goli la Azam akiwa ni Shabani Chirunda dakika ya 4, magoli ya Yanga yakifungwa na Obrey Chirwa dakika 30 na Gadiel Michael Kamag dakika ya 44. Mei 28 mwaka 2018, Yanga akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-3 dhidi ya Azam, goli la Yanga likifungwa na Abdalla El Sebo dakika ya 49. Azam FC magoli yake yalifungwa na Yaya Zaid dakika ya 4, Shabani Chirunda dakika ya 59 pamoja na Salum Abubakari Shuaboy dakika ya 68. Aprili 29 mwaka 2019, Azam FC
akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Yanga, ambapo goli la Yanga lilifungwa na Mrisho Ngasa dakika ya 13. Mei 28 mwaka 2019 Yanga walipoteza wakiwa nyumbani kwa goli 2-0 dhidi ya Azam FC. Wafungaji wa magoli ya Azam FC ni Daniel Amo dakika ya 45 ya kipindi cha kwanza, huku Mdathiri Yahya dakika 50 akifunga goli la pili. Januari 18 mwaka 2020 Azam FC akiwa nyumbani alishinda goli 1-0. Mfungaji wa goli la Azam alikuwa ni Ali Mtoni Sonso dakika 25. Januari 21 mwaka 2020 Yanga akiwa nyumbani alitoshana nguvu na Azam FC ya bila kufungana. Novemba 25 mwaka 2020 Azam FC akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-0. Mfungaji wa goli la Yanga akiwa ni Deus Kaseke dakika ya 49. Aprili 25 mwaka 2021 Yanga Sports Club akiwa nyumbani alipoteza kwa goli 1-0. Goli pekee la Azam likifungwa na Prince Dube dakika 86. Oktoba 30 mwaka 2021 Yanga Sports Club akiwa nyumbani alishinda goli 2-0 dhidi ya Azam FC. Magoli ya Yanga yakifungwa na Fiston Mayele dakika 36 na Jezi Morocco dakika ya 74. Aprili 6 mwaka 2022 Azam FC alipoteza kwa goli 2-1. Mfungaji wa goli la Azam akiwa Lord Gakora dakika 11, huku magoli ya Yanga yakifungwa na Juma Shabani kwa penalty dakika 17 na Fisto Mayele dakika 78. Septemba 6 mwaka 2022 Yanga alitoka sare ya goli 2-2 na Azam FC. Wafungaji wa magoli ya Yanga ni Faisal Salum dakika 57 na dakika 77. Magoli ya Yanga yalifungwa na Faisal Salum Abdalla dakika 57 na dakika 77. Magoli ya Azam FC yalifungwa na Daniel Amo dakika 25 na Michael Noe dakika 65. Disemba 25 mwaka 2022 Azam FC walipoteza wakiwa nyumbani kwa goli 2-3 dhidi ya Yanga. Magoli ya Azam FC yalifungwa na Abdul Sop dakika 27 na dakika 47. Magoli ya Yanga yalifungwa na Fiston Mayele dakika 31, Aziz Ki dakika 33 na Faridi Musa dakika 78. Oktoba 23 mwaka 2023 Yanga alishinda akiwa nyumbani kwa goli 3-2 na dhidi ya Azam FC. Magoli ya Yanga yalifungwa na Aziz Ki dakika 9, dakika 69 na dakika 72. Lakini magoli ya Azam yalifungwa na Jibril Sila pamoja na Prince Dube dakika 62. Machi 17 mwaka 2024 Azam FC yalibuka na ushindi wa goli 2-1. Magoli ya timu ya Azam yalifungwa na Jibril Sila dakika 19 na Faisal Salum dakika 51. Goli la Yanga lilifungwa na Clement Mzize dakika ya 10. Na mchezo wa mwisho kabla ya mchezo unaofanyika leo, Azam FC ameshinda goli 1-0 dhidi ya Yanga. Goli pekee lilofungwa na Jibril Sila katika dakika ya 33. Msamaji wa TNTV, tungoje hii leo kuona nani ataendeleza kalamu ya ushindi katika matokeo ya mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Hii ni TNTV, sawa kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Daudi anasema na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Mchungaji Clavel Venanti wa kanisa la EAGT Mlima wa Ahadi, Rome, Bukoba mjini anawakaribisha katika ibada zenye uvuvio wa nguvu za Mungu. Jumapili, ratiba za ibada ni kama ifuatavyo: saa 3 hadi saa 4 asubuhi ni shule ya Jumapili, saa 4 hadi saa 5 ni kusifu na kuabudu, saa 5 hadi saa 6:30 mchana ni neno kuu na maombezi. Jumapili hiyo hiyo saa 10:30 hadi saa 12:30 jioni ni maombi na maombezi yanayoenda pamoja na kumwabudu Mungu. Jumatano, ibada inaanza saa 10:30 jioni kwa kusifu na kuabudu, na kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni ni mafundisho ya neno la Mungu. Ijumaa ni ibada ya kusifu, kuabudu na kuomba kuanzia saa 10:30 hadi saa 12:30 jioni. Kanisa la EAGT Mlima wa Ahadi linapatikana Rome Society Mafumbo, kata ya Kashai, manispaa ya Bukoba, mkoa wa Kagera. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0754665478. Usipange kukosa ibadani, njoo na mwenzako, watu wote mnakaribishwa.